Katika kongamano la tatu la wakaguzi wa ndani wa sekta ya umma nchini Tanzania iliyofanyika katika hoteli ya Malaika Beach mkoani Mwanza, ikiwa na mada ya walinzi wa uaminifu wa umma ambayo mlengo wake ni kuleta mabadiliko katika sekta ya umma na utawala bora, Mheshimiwa George Simbachawene, waziri wa nchi ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora, akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kama mgeni rasmi wa ufunguzi wa kongamano hilo, ameeleza umuhimu wa wakaguzi wa ndani na jinsi teknolojia inaweza kuwa msaada kwa wakaguzi wa ndani katika karne hii ya maendeleo ya kiteknolojia. Ili serikali ipate kuaminika na wananchi ni pale ambapo fedha iliyotengwa kwa ajili ya jambo fulani imetumika kwa ajili ya jambo lile. Wakaguzi wa ndani hawa ndio jicho la ndani la taasisi. Wanapozuiwa kufanya majukumu yao, kwa baadhi ya taasisi wanapozuiwa kufanya majukumu yao, tayari unaanza kupata wasiwasi kwamba kuna jambo baya ambalo linafikiriwa pale kufanyika, au kuna jambo ambalo lifanyika. Na ndio maana kama kuna accounting officer ambaye anamsikiliza mkaguzi wa ndani, hawezi kupata hati yenye mashaka au hati chafu. Atapata hati safi, na kwa hiyo mkaguzi wa serikali control akija pale kwa maana ya CAG akija kikagua, atafuta kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo rai yetu kama serikali, na kwa kweli ndivyo sheria inavyotaka, ni kuhakikisha kwamba hata CAG anapofika kukagua, wale watu wa CAG kwanza wapate ripoti ya mkaguzi wa ndani. Teknolojia ni muhimu sana. Sasa hivi mambo yanabadilika na utaratibu wa ufanyaji wa kazi unabadilika. Artificial intelligence, teknolojia kwa mfano ya habari tehama zinabadilisha sana utaratibu wa kawaida wa ufanyaji wa kazi, na hiyo haiwezi kuacha kada hii ya wakaguzi wa ndani katika kutumia teknolojia katika kuhakikisha kwamba inaongeza ufanisi, lakini kuongeza spidi, kwa sababu mambo siku hizi yanaenda kwa spidi sana. Na unaweza kuwa mkaguzi wa ndani wa fedha ambaye inakimbia kwenye mifumo. Sasa na wewe lazima utumie teknolojia kuweza kuangalia kwamba una monitor na kuwa jicho la umma. Kwa hiyo niseme tu kwamba teknolojia haiepukiki, na wao lazima waingie kwenye teknolojia, na ni jukumu la waajiri na jukumu la masio kuhakikisha kwamba kitengo hiki, idara hizi zinapewa vitendea kazi ya kutosha ili viweze kutekeleza wajibu wake sawa sawa. Dr. Zelia Ncheza, rais wa wakaguzi wa ndani nchini Tanzania na mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya wakaguzi wa ndani, ameeleza jinsi taasisi hiyo inavyofanya kazi kwa weledi na ushirikiano katika kulinda mali za umma. Sisi kama taasisi ya wakaguzi wa ndani mara nyingi tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na wakaguzi wa ndani wa sekta ya umma na kujua changamoto zao na nini cha kufanya tuweze kuwasaidia. Na mara nyingi sana pia ni kusema kila mwaka ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu inapotoka, sisi kama wataalamu huwa tunakaa na kuichambua na kuangalia maeneo yapi hasa ambayo sisi kama wakaguzi wa ndani tutachukua kuweza kuhakikisha yanaboreshwa. Kwa hiyo tumeona kuna changamoto upande wa local government, na tulipojaribu kufanya analysis yetu tumegundua kwamba hawa wenzetu ni wachache sana wanaohudhuria mafunzo kama haya, ambayo kwa kiasi kikubwa inaathiri utendaji kazi wao. Kwa inawezekana labda ni swala la kifedha au ni swala la kutokujua, lakini sisi kama wataalamu tunaona kwamba ni eneo ambalo tunatakiwa tuweke efforts zaidi ili kuweza kuwasaidia wale wakaguzi wa ndani waliopo local government ili waweze kufanya kazi zao pia kwa ufanisi na kuboresha kazi zao. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.